Karibu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania popote pale ulipo katika kipindi cha Jiongeze. Ujiongezee maarifa kwa namna moja ama nyingine, ama ujiongezee elimu yoyote ambayo tunakupatia kutoka katika kipindi hiki. Jina langu ni Abishagi Mpoki na kusifuatana nami mpaka tamati, sote kwa pamoja tukiendelea kupata elimu ya kutosha hapa katika kipindi hiki siku hii ya leo. Leo tunazungumza kuhusiana na biashara za mitandaoni kwa wajasiriamali na tutapata elimu ya kutosha. Kama utakuwa ni mfuatiliaji mzuri katika nyakati za hivi karibuni, biashara za mitandaoni zimeshika kasi kweli kweli. Hivyo tunatamani kufanya kipindi hiki kwa ajili yako mtazamaji, ili uweze kupata elimu ni kwa namna gani watu wanaendelea kufanikisha biashara hizo za mtandaoni. Huenda ni uko katika nafasi ambayo unatamani pia kuanzisha biashara, huenda ikawa ni ya mtandaoni ama kwa namna yoyote ile ikawa unahusisha mtandao katika biashara yako. Hivyo kupitia kipindi hiki siku ya leo tutapata nafasi ya kufahamu hayo yote, na niko naye Esther Msafiri. Yeye anatoka Escas Company Limited, ni kampuni ambayo inajishughulisha na uuzaji wa magari. Tutajifunza mambo mengi kutoka kwake hii leo. Yeye kama mjasiriamali pia ni kwa namna gani ambavyo anaweza kufanikisha biashara yake hasa kwa njia ya mtandao. Karibu sana, fuatana nami mpaka tamati. Tunafurahi kuwa nawe hii leo. Tunatumai kujifunza mambo mengi kutoka kwako. Moja kwa moja mimi natamani kufahamu sasa, biashara za mitandaoni ni nini? Tunapoongelea biashara za mtandaoni ni biashara ambazo zinafanyika kwa njia ya mtandao. Na zamani tulikuwa tunategemea kwamba biashara ilikuwa inafanyika unabidi uende physical. Lakini leo unaweza ukawa Dodoma, mimi nipo Dar es Salaam, tukafanya biashara kupitia mtandao na ukaipata bidhaa yako. Kwa hiyo ni biashara ambayo inafanyika kielektronic. Mazungumzo yote, makubaliano yote, ulipaji wa fedha, yote yanafanyika kupitia mtandao mpaka mwisho mteja unapoipata bidhaa yako. Ndio. Na mtu anawezaje kuanzisha biashara ya mtandao? Na natamani kujua pia hata wewe ulianzaje biashara yako mpaka sasa hivi inaendelea vipi? Okay. Unapoanzisha biashara, ukihitaji kuanzisha biashara mtandaoni, cha kwanza unatakiwa kujua ni bidhaa gani ambayo unaenda kuiwasilisha kwa watumiaji wako. Kwa hiyo cha kwanza ni unatakiwa ufanye research ili uweze kujua kuna kitu gani ambacho kinahitajika katika jamii inayokuzunguka au katika nchi, inaweza ikawa pia katika taifa, kwa sababu mitandao inawakisilisha dunia nzima. Kwa hiyo utaangalia ni bidhaa gani ambayo unaweza kuifanya au kuyasilisha kwa jamii yangu ambayo ni hitaji lao. Hicho ni kitu cha kwanza. Ndio. Kitu cha pili, utatakiwa kufanya research kwamba hii bidhaa ambayo umeamua kuifanya au biashara umeamua kuifanya kwa njia ya mtandao, ni competitors, ni watu gani ambao labda tayari wako wanaifanya hiyo biashara. Kwa hiyo ni kitu gani ambacho kimekosekana ambacho wewe ukija utaweza kukileta ili kuwavuta wateja wengine waje kwako. Ndio. Kitu cha tatu, utatakiwa kuchagua ni platform gani ambayo utaitumia. Kwa sababu kuna platform mbalimbali kwenye mitandao. Unaweza ukatumia website, tovuti, unaweza ukatumia social medias. Kwenye social medias tuna Instagram, tuna Facebook, Twitter, TikTok, hizo zote. Kwa hiyo utachagua ni platform gani ambayo utakuwa unaitumia. Na kingine ambacho unatakiwa pia wewe unachukua picha nzuri za bidhaa zako. Au unaweza pia, saa nyingine wengine hawana bidhaa ila wana ujuzi ambao wanauwasilisha kwa jamii. Kwa hiyo unatakiwa uchukue videos nzuri ambazo mtazamaji akiangalia itakuwa inamvutia cha kwanza. Cause mtu akiangalia kitu cha kwanza anaangalia, lazima avutiwe na picha na muonekano, graphics na kila kitu. Baada ya hapo you are ready to go. Ndio. Yeah. Na umezungumza hapo kitu umenikumbusha. Sasa hivi kuna changamoto pia. Unaweza ukaagiza bidhaa online. Unaweza ukakuta labda ni nguo. Ni kweli ilichukuliwa na picha ya kuvutia. Lakini baada ya kuletewa unakuta ni changamoto. Kila ambacho ulikuwa umekiagiza kikija kwenye uhalisia
unakuta sivyo ndivyo. Hiyo nafikiri changamoto ni nini hasa hapo? Lakini hii pia inaweza ikaathiri vipi biashara ya mtandaoni? Okay. Hiyo pia imekuwa ni changamoto ambayo inawaface wateja. Kwa hiyo wewe kama mjasiriamali ambaye unatumia mitandao ya kijamii, unachopaswa ni kile unachokiwasilisha, unavyopiga picha kwenye ambayo utaiweka kwenye media yako, unatakiwa uhakikishe ni kile kitu ambacho pia kitakuja kumfikia mteja, kwa sababu kuna kitu kinaitwa customer relationship. Unajenga mahusiano bora na mteja wako, akiona kitu ambacho umekipiga picha au amekiona kwenye platform yako, and then kikija physical kiko vile vile. Kwa hiyo ni kitu ambacho sisi wafanyabiashara ndio tunapaswa kukiangalia kwa makini. Hapo natamani kufahamu pia zaidi, wewe ulianza vipi biashara yako na wazo lilikujaje mpaka kwamba mimi nataka kufanya biashara ya magari, lakini pia nitakuwa nikiagiza magari hayo. Natamani kujua, wenda kuna kijana mahali ana ndoto ya kufanya jambo lakini anashindwa namna ya kujiongeza hapo. Okay. Kwa mimi nilikuwa napenda kufanya biashara actually. And nilianza kufanya biashara mbalimbali ndogo ndogo. Ndio. Lakini as time goes na kupita sehemu mbalimbali, kupata exposure, nikaona kwamba kuna uwezekano au ni vizuri sana unapofanya biashara kwa level ya kampuni. Inakupa uwanja mkubwa wa kufanya biashara, kuchukua tenda. So cha kwanza ambacho nilifanya ni niliamua kwenda kufanya kazi kwenye kampuni ambayo inajihusisha na kile kitu ambacho nakifanya, uuzaji wa magari. Ndio. Yeah. Kwa hiyo nilifanya kazi kwenye a business oriented company. Dhumuni lilikuwa ni kujifunza na kupata experience ya how to manage, how to talk with customers, jinsi ya kuinteract na wateja, jinsi gani unapata bidhaa. Kwa hiyo njia mojawapo kama haujui pa kuanzia ni kujifunza kutoka kwa wale watu ambao tayari wamefanya. Hiyo ndio njia ambayo mimi nilitumia. Ndio. Na ukachukua hatua gani sasa hapo mara baada ya kujifunza? Sasa ukaamua kwamba nitaanza hii biashara ya kuuza magari, lakini kwamba nitakuwa napata wateja wangu ni akina nani? Natamani kujua hapo. Okay. Nilipokuwa kule na niko kwenye ile kampuni nyingine, nilikuwa tayari niko kwenye sales, nilikuwa na interact na wateja tayari. So I had the experience ya jinsi ya kuwapata wateja mbalimbali, jinsi ya kuwasikiliza wateja, kuwashauri, na vile ndo ambavyo wale ndo walikuwa wateja wangu wa kwanza. Ndio. Exactly. So kwenye uuzaji wa magari, huwa mtu anapokuja kwako leo anaweza atakapojua tu kwamba wewe unauza magari, leo anaweza asinunue, but as days goes, siku akiwa tayari ndio atakutafuta. Inaweza ikatake even 3 months, inaweza ikatake a year, ila pia hata anaweza asinunue yeye, ndugu yake au rafiki yake akamconsult kwako. So kuna issue ya customer relationship. Mteja unapompata, you add his contact, unakuwa unafanya broadcasting, unakuwa unaposti kwenye status zako. Kwa hiyo vile mteja anakuwa anajua kwamba wewe bado you are dealing with cars. Kwa hiyo akiwa tayari tu anakuconsult. Ndio. Shukrani sana. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ni matumaini yangu naendelea kupata elimu hapo, ukiendelea kujiongeza katika kipindi hiki cha Jiongeze. Leo tunazungumza kuhusiana na biashara za mtandaoni. Niko naye Esther Msafiri, anatokea kampuni ya Escar Company Limited, wanajihusisha na uuzaji wa magari hasa kwa njia ya mtandao. Tunaendelea kupata elimu hapo. Ni matumaini yangu labda wenda ni kijana unatamani kuanzisha biashara yako na ukaifanya kwa njia ya mtandao, lakini hujui wapi pa kuanzia. Mpaka kufikia hapo, ni matumaini yangu kuna picha fulani hivi umeanza kuipata. Ni namna gani ambavyo unaweza ukainuka kuanzia hapo ulipo ili upige hatua mbele zaidi kuelekea katika mafanikio yako. Wakati unazungumza hapa umetaja pia mitandao ya kijamii, ukataja tovuti, ukataja vitu mbalimbali. Natamani kujua kwa yule mtu ambaye anaanza biashara ya mtandaoni, ni majukwaa gani bora kwa kuanzia ili kufanikisha biashara yako? Lakini wewe pia kwa ujuzi wako mpaka hapo ulipofikia, ni majukwaa gani ambao unayatumia zaidi na unaona kabisa haya ndio yanayoniletea wateja?
Okay. Majukwaa ambayo inategemea na bidhaa ambayo unaiuza. Ndiyo. Kwa sababu katika kila social media kuna watumiaji wake ambao wako more active. For instance, kwa vijana, kama bidhaa yako inawahusu sana vijana, utawapata kwenye Instagram, utawapata pia kwenye Facebook. So kwenye Facebook kuna kitu kinaitwa groups kwenye marketplace. Ukiingia kule kuna groups ambazo zipo pia, unakuta group moja ina watu hata 100k. So ile pale inakupa uwanja, na ukiposti bidhaa moja unaweza ukaposti kwa magrupu hata 20 per once. Kwa hiyo inakuwezesha kuwafikia wateja wengi zaidi. Kwa watu wazima wa kizazi cha nyuma kidogo, mostly of them they started with Facebook. Yeah. Instagram, ila pia kuna TikTok. Lakini pia kuna LinkedIn. So it depends with the kind of business ambao unaifanya. Ndio itakuwezesha kuchagua kwamba ni platform gani ambayo ina walengo wako au wateja wako ambao umewalenga wanaitumia. So hicho ndio kitu kikubwa cha kuangalia. Ndio. Katika hizi biashara za mitandaoni kudili nazo, ni changamoto gani ambazo zipo zinajitokeza na ni namna gani ya kuzisuluhisha? Okay, katika biashara za mtandaoni, cha kwanza kuna competition. Kila siku watu wanaamka wapya, wanajiunga katika hizi medias na wanatangaza biashara, na inaweza ikatokea wote wanatangaza biashara moja. Hiyo ni moja ya changamoto, na jinsi ya kuitatua ni vile unatakiwa ufanye research. Uone kwamba hawa competitors wangu wana kitu gani ambacho wamemiss. For instance, bidhaa inaweza ikawa moja. Wewe hapo unaweza ukaamua I will keep a discount. Kwa hiyo mteja anaona bidhaa zote ni sawa na watu wanaozitangaza ni wengi. Lakini kutokana na discount ambayo umeitoa atakufuata wewe. Ila kingine ni the feeling ambayo unampa mteja. Ndio. The way unavyo communicate naye na the way atakapopata his product on time. Hiyo hapo, that is one of the way ambayo utawashinda your competitors. Changamoto nyingine ni wateja pia wanakuaga hivyo, wateja they see a lot of people wana present the same thing. Kwa hiyo mteja anaweza kanunua kwako leo, kesho asirudi. Kwa hiyo unachotakiwa ni be consistent. Kila siku uweke vitu vipya ambavyo vitamvutia mteja kuingia kwenye peji yako na kumvutia kwamba kuona bidhaa zako, kwa sababu watu ni wengi. Kwa hiyo akiona kitu ni kile kile ambacho unakiposti, anaweza kukusahau. Yeah. Na natamani kufahamu, hapa tunazungumzia wale watu ambao wanatumia mitandao ya kijamii, wanatumia tovuti, na utakubaliana nami kuna yale maeneo, kwa mfano mikoani unakuta sehemu zingine labda mitandao inasumbua, lakini kunaweza kuwa na changamoto au kusiwe na changamoto pia. Natamani kujua kwamba wananchi wa maeneo kama ya vijijini, wao wanaweza kunufaika vipi na biashara za mitandaoni? Kwa watu wa vijijini kuna Facebook. Watu wa vijijini wanatumia Facebook. Ndio. Sana, it's working. Lakini pia Instagram inafanya kazi, lakini kitu ambacho sisi kama wafanya biashara tunachopaswa kufanya ni kujenga uaminifu na wale wateja. Ndio. Mtu wa mkoani anapokutafuta kwenye social media, hakikisha una deliver kile alichokihitaji. Yeah. Ndio. Na moja ya vitu ambavyo vinawakumba watu wengi hasa katika biashara za mtandaoni, kuna mtu mwingine anaweza kukuta anaweka bidhaa fulani katika mtandao, kumbe hata sio muuzaji wa hiyo bidhaa. Ni anachukua picha huku na huku, kama ambavyo umesema kuna maeneo mengi ambao watu wanafanya biashara hizo. Baadaye unakuta uaminifu unakosekana. Wanakuambia na mikoani tunatuma na wapi tunakuletea. Wewe unatuma fedha yako, baadaye labda bidhaa haikufikii, ama hata ikikufikia ndio kama ile nilozungumza, sio kwa ubora ule ambao ulikuwa unahitajika. Sasa mnajitahidi vipi kuhakikisha kwamba ulaghai unapungua kabisa katika biashara ya mtandaoni, hasa katika ile bidhaa ambayo unaitoa? Okay. Katika kipengele hicho, wewe kama mfanyabiashara unapaswa uwe na physical location. Ndio.
ambayo utawaambia kabisa wateja wako, though wanakupata kwenye mitandao ya kijamii, but you have to tell them kwamba physical location unapatikana sehemu fulani, na wakija sehemu ile wanakukuta. Hiyo itasaidia watu kukuamini. Ndio. Kitu kingine ni unaweza kuwapa wateja option ya kwamba watalipia baada ya kupokea mzigo. Kwa hiyo pale ambapo mteja utampelekea bidhaa yake, ataiona, ndio atafanyaje? Atafanya payment. Kwa hiyo hiyo hapo itajenga ile trust mpaka mwisho wa siku mtu atakuwa hana doubt. Atakuagiza hata mzigo mkubwa na atakuwa ready kupay kwa sababu anajua mzigo wangu usiponifikia physical, I can trace this person and nitamkuta sehemu fulani. Ndio. Shukrani sana. Hiyo inatuhusu sana. Unajua unaagiza kitu alafu kinakuja ndivyo sivyo pia. Inaweza ikakupa uwanja mpana wa kuchagua kwamba hiki kitu niende nacho ama nisiende nacho. Japokuwa najua inaweza ikawa ni hasara kwa mfanyabiashara pia. Katika hizi biashara za mtandaoni tunaona ni kitu ambacho kinakuwa kwa kasi sasa hivi. Watu wengi sana kama ambao umesema anaweza akawa anauza bidhaa yake lakini bado anajihusisha pia na biashara kwa njia ya mtandao. Wewe kama mmoja ya watu ambao pia wanafanya biashara za aina hiyo, unafikiri serikali ina mchango gani? Na kama kuna sehemu ambayo unaona inapoa, unatamani serikali ifanye nini katika kuhakikisha kwamba biashara za mtandaoni pia zinapewa kipaumbele na zinaendelea kuwa vizuri? Actually kwenye hicho kipengele tunaishukuru serikali yetu kwa sababu imetoa wigo wa kila mtu ana uhuru wa kufanya hiyo biashara. Ndio. Wewe yani mtu yeyote ambaye ataamua kutumia social media zake au mitandao yake yote ya kijamii kwa ajili ya kufanya biashara, serikali imetoa huo uhuru. Kitu ambacho tu unapaswa kufanya ni unafanya kitu ambacho kiko legal. Ndio. So kwa kipengele hicho serikali inafanya vizuri. Ndio. Na katika wewe biashara yako, unahakikishaje kwamba hamna ulaghai? Mtu ameagiza gari fulani, anaipata kama ilivyokuwa. Kwa sababu naamini pia hata wewe unaagiza pia. Ni kitu gani ambacho umekijenga kati yako wewe na wale ambao unawaagiza? Kitu cha kwanza ni kwamba kwa mteja, kwangu mimi na mteja kwanza. Ndio. Mteja kabla sijamkabidhi gari mwishoni kabisa, kuna kitu tunakifanya kinaitwa checklist. Mteja before gari haijaje kwanza utamtumia picha za gari. Ya kila sehemu ataiona, ataridhia kwamba gari yangu ndio hii. Gari itakapokuja pia kabla ya kumkabidhi tunafanya checklist. Tutakuwa tunakagua kila sehemu. Ndio. Mlango wa kushoto kulia wote uko sawa. Ataingia ndani, body kila kitu kiko sawa. Kwa hiyo mteja ataridhika kabisa ndo anachukua gari anaondoka naye. So that is one way ya kujenga uaminifu kwa wateja. Ndio. Shukrani sana. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha Jiongeze. Ni matumaini yangu unajiongezea maarifa hapo. Leo tunazungumza kuhusiana na biashara za mtandaoni kwa wajasiriamali. Niko naye Miss Esther Msafiri kutoka Escas Company Limited ambaye anajihusisha na biashara ya uuzaji wa magari. Waswahili wanakuambia biashara ni matangazo. Natamani kujua biashara ya mtandaoni yenyewe ili iende, matangazo yake yanatakiwa ujitangaze vipi? Cha kwanza unatakiwa uwe na picha nzuri za bidhaa zako. Ndio. Unatakiwa uwe na videos nzuri. Lakini pia katika videos mfano unaweza kuwa unatengeneza customers testimonies. Kwamba mteja fulani alinunua kitu kutoka kwangu, yeye mwenyewe atatestify kwamba niliagiza kitu fulani na kimenifikia na kiko katika ubora mkubwa. Kwa hiyo vile mteja anakuwa anatestify kwa wateja wengine, sio wewe tena unaisemea bidhaa yako. So ile pale inajengia uaminifu kwa wateja. Ndio. Kitu kingine ni consistency. Unatakiwa kila siku uwe una pop up with a new thing ambayo iko interesting kwa wateja wako. Na pia saa nyingine unaweza ukawa unawapa elimu kuhusu bidhaa ile. Kama mfano kwenye magari, unaweza ukawa unaelezea mteja kwamba gari hili ukilitumia sehemu fulani it's better. Kwa sababu mfano itakuwa inatumia mafuta kidogo, au gari hii ni nzuri kwenye sehemu za milima au rough roads. Kwa hiyo unakuwa unatoa elimu kwa wateja wako. Hiyo pia inajenga unawapa value wateja wako, sio kila siku unawauzia tu. Ndio.
Exactly. Bia, swali hilo natamani kujua kama ambavyo pia pale awali tumezungumza kwamba kuna muda unaagiza kitu fulani huenda kinachokuja ni hiki hapa. Katika biashara za mtandaoni unawezaje pia kujenga uaminifu kwa wateja wako ili sasa hata kuepusha mara nyingine mteja kwenda tena mahala pengine kwa sababu kuna bidhaa kama hiyo? Okay. Katika hicho kipengele kujenga uaminifu ni hivyo. Unampa mteja uhuru wa kulipia. Anaweza akalipia percent fulani kabla, kama kwa mfano kwetu kwenye magari, you can pay at least 50% kabla ya kupokea gari. And then gari likija umefanyia checklist, umehakikisha liko sawa, nje unakabidhiwa gari lako. Ndio. Kitu kingine ni vile ambavyo umemonyesha mteja picha au video ya product kabla hajaipokea, itakapokuja iwe vile vile. Hiyo itajenga uaminifu kwa wateja. Kingine ni hiyo kuwa na physical location ambayo mteja anaweza akaja akakukuta physical. So in case of anything mnaweza mkaresolve. Kwa hiyo mteja anakuwa anajiridhisha kabisa kwamba hana wasiwasi kwamba ninaweza kutapeliwa. Kwa sababu anajua nikija sehemu fulani nitakupata. Ndio. Nafahamu wewe ni Mwadventista msabato. Natamani kujua kwamba wewe kuwa Mwadventista msabato inakuongezea kitu gani hasa katika kufanya biashara hiyo kwa uaminifu? Okay. Mimi kama Mwadventista msabato tumeambiwa kazi yoyote unayoipata mkononi mwako uifanye kwa bidii. Kwa hiyo the way ninavyodeal na mteja wangu, the way ninavyoongea naye, nahakikisha kwanza natumia lugha nzuri, ila pia ninamsikiliza mteja kabla ya mimi kupresent kile ninachokiuza. Ndio. Kwa hiyo najua kabisa mteja huyu anahitaji kitu fulani, nitampatia kutokana na mahitaji yake, ila pia naweza nikamshauri. Sababu mwingine anaweza kawa anahitaji gari kwa sababu amemwona mwenzake ana gari fulani, lakini matumizi yake au njia yake na ile gari inaweza vikawa haviko sawa. So unamshauri mteja. So you build that customer relationship. Ndio. Na kufanya kwa uaminifu pia. Kama Waadventista wa Sabato tumeambiwa tuwe waaminifu katika kwa lililo dogo. Ndio. Na Mungu atakuwezesha kuwa kitakuwa kikubwa. Exactly. Bila shaka. Katika kitabu cha Mithali 22 mlango ule wa 29 hakika maandiko matakatifu yanasema pia. Unajua mtu atakuwa anajiuliza kwamba biashara za mtandaoni pia ziliandikwa wapi? Katika hicho kitabu cha Mithali tuliambiwa kuwa wabunifu. Ni kwa namna gani maandiko matakatifu yanakusaidia hasa katika kubuni mbinu mbalimbali ili kazi yako izidi kwenda mbele, lakini ikiwa yenye kumtukuza Mungu bila kumliza mtu mwingine? Maana tumeshuhudia katika biashara nyingi mwingine anataka kupata zaidi, mwingine anachukua mali ya mtu pasipo na uaminifu, kitu ambacho ni kinyume na maandiko na inakuwa haimpendezi Mungu. Katika hicho kipengele tunajifunza kwamba unapofanya kazi yako kwa bidii, ndio, kwa uaminifu, tunaambiwa katika maandiko ya kwamba Mungu atakupandisha na kukuwezesha kuketi pamoja na wafalme na watu wakuu. So haijalishi unafanya biashara yako kwa mtandao au physical, unachopaswa ni uwe na bidii, lakini pia uwe na uaminifu. Utakapofanya hivyo Mungu na yeye atakupandisha, atakubariki kazi zako, and you are going to go to extraordinary positions. Ndio. Kwa muda huu mchache natamani umwambie mtazamaji ni kitu gani ambacho unamshauri kwa yule ambaye anatamani kuanza biashara mtandaoni na amekuwa labda akihofia kwamba nitafika kweli, itakuwaje? Lakini zaidi pia unaweza kutuelezea ni kwa namna gani kampuni yenu hii ya uuzaji wa magari Escars Company Limited mnafanya kazi zenu, huenda kuna mtu kupitia kipindi hiki anatamani kuagiza gari kutoka Escars Company Limited, ni namna gani ambavyo anaweza akafanya, lakini kwa tupatia na mawasiliano? Karibu. Okay. Wito wangu kwa jamii na hasa kwa vijana, kwa sababu na mimi ni kijana. Ndio. Social media tusizitumie tu kwa ajili ya kujipost. Tunapaswa pia kuzitumia kwa ajili ya biashara. Na unapokuwa unaposti bidhaa katika your social medias, unaweza ukajiongezea kipato kupitia zile social medias. Kuliko unazitumia tu kwa ajili ya kujipost
Unatumia bando, unatumia muda, and there is nothing you are earning. While hizo njia unaweza ukazitumia kwa ajili ya ku earn something. Exactly. Na tunawakaribisha pia katika kampuni ya S-Cars Company Limited. Sisi ni wauzaji na waagizaji wa magari kutoka UK, Japan, Dubai, South Africa and any other part of the world ambayo gari ya mteja wetu itakuwa inapatikana. Ndio. Na tunauza magari yetu kwa cash na kwa mkopo. Unaweza ukawa umepata 50%, ukaja kwetu, tutakukopesha, tutakukabidhi gari, utaendelea kutumia, kiasi kilichobaki utakuwa unalipa kwa installment. Ndio. Tunawakaribisha sana, na kwa mawasiliano tunapatikana kwa namba 0756 72 46 51. 0756 72 46 51. Ndio. Karibuni sana. Na kwa mitandao ya kijamii pia tunawapata vipi? Kwa mitandao ya kijamii tunapatikana kwenye Instagram, utaandika S-Cars Company Limited, na kwenye Facebook pia S-Cars Company Limited. Shukrani sana. Exactly. Asante sana kwa elimu hiyo, hakika tumejifunza kutoka S-Cars Company Limited, ambapo leo tumejifunza kuhusiana na biashara za mtandaoni kwa wajasiriamali. Kwa wewe ambaye unatamani kuanzisha biashara, ninatumaini kwamba una kitu cha kujiongeza hapo kutoka katika kipindi hiki cha Jiongeze, kwa maarifa hayo ambayo tumeyapata leo kuhusiana na biashara za mtandaoni kwa wajasiriamali. Mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada. Shukrani kwa kutenga muda wako wa thamani kuendelea kufuatilia kipindi hiki. Jina langu ni Abishagi Mpoki, kwenye picha amekuepo Samson Malakalinga, bila kusahau engineer Ellen Charles. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine vingi vinavyoendelea kutoka hapa. Kwa heri.